Na siku moja nilikuwa nasikia unahojiwa mahali. Nikafikiria sana hichi kitu kwamba uko Sabasaba pale lakini huwezi kwenda nyumbani ukalala kwa sababu ni mbali. Lakini mahali penyewe ni hapa pada. Lakini unaenda kulala hotelini. Mimi nataka uniambie hivi ilisababishwa na nini hasa? Najua watu bado walikuwa wanajiuliza maswali mengi sana. Actually sikulala hoteli, ilikuwa ni guest. F20. Guest F20. Ni kwa sababu wale watu wa Sabasaba walikuwa wataki bidhaa za Wolper tu, wanamtaka Wolper. Kwa hiyo ilikuwa na yani sitaki kuwa disappoint kwa sababu kutoka kwangu ni mbali. Kutoka kwangu mpaka kufika Sinza tu dukani kwangu ni 1 hour. Sasa imagine kutoka kwangu mpaka Sabasaba ilikuwa ni muda. Alafu mimi pia nilikuwa nafunga wa mwisho pale Sabasaba. Kwa hiyo nikawa nachelewa kufunga. Alafu ni wahi tena kuamka ni kama kujichosha. Kwa hiyo nilichokifanya niliwekea nyumbani wifi, nikawa naongea na watoto na video wakitoka shule. Yani mara nyingi kama tu nipo nyumbani. Kwa hiyo wanangu nao nimeshawafundisha ni waelewa, wakawa wananielewa kwamba mama akiwa hayupo, mama anauza turmeric. Kwa hiyo wakawa wananielewa kiurahisi. Kwa hiyo kikubwa ambacho nilikuwa ni kwa nini nilikuwa sirudi nyumbani ni kwa sababu tu nilikuwa nataka kuwahi wateja wangu na kuwahudumia wateja wangu. Kwa sababu wateja wangu walikuwa wanamtaka Wolper. Yeah. Okay, umetaja swala la wifi hapo kwamba ilibidi ufunge na wifi nyumbani uweze kuongea na watoto wako. Vipi wakati huo Rich Mitindo alikuwepo? Hapana, yeye mara nyingi anakuwa yuko China. Yeye Tanzania anakuaga mwezi wa 12 wa kwanza mpaka wa 4. Yeah, kuanzia wa 5 wa 4 anakuwa hayupo. Kwa hiyo hakuepo. Okay. Yeah. Hakuepo kabisa. Nini kilisababisha hakuepo? Ni masuala ya biashara tu? Yeye biashara zake ziko China. Yeah, kabla hajanioa na alivyonioa yeye ni mambo yake ya China muda mrefu. Ila wakati tunaoana ilikuwa kipindi cha corona. Kwa alikuepo tu yupo Tanzania muda wote. Yeah. Okay. Kuna kauli niliziona kwenye mitandao baina yako na Rich. Na sijajua inasababishwa na nini, lakini pia tunarudi nyuma kwamba licha kwamba Wolper una jina kubwa lakini pia ni mtu unaheshimika sana kwa sababu umekuwa sosi ya mabinti wengi kuigiza. Kama mimi natamani siku moja niwe kama Wolper. Hivi mikanganyiko ambayo inatokea wewe na Rich huaga inasababishwa na nini? Ni mitandao hii au kuna mingine? Mimi sijawahi kugombana naye kisa mitandao. Hapana. Nagombana naye tu vitu ambavyo vipo hivyo, lakini kisa mitandao hapana. Mimi nagombana naye vitu ambavyo labda ni hivi, yani lakini sasa kwa sasa hivi nilivyokuwa niko busy huku watoto, huku mwajiriwa, huku bosi, huku mfanyakazi, mama wa nyumbani, kugombana tena hawataona. Na vya kugombana havipo tena. Si unajua pia kugombana kunaendana na umri. Sasa hivi siwezi kugombana tena kwa hata hawataona kama tunagombana. Okay, Wolper, moja ya kitu ambacho nilisema nitakuuliza ni kauli zako ambazo unazitoaga ambazo sio rafiki sana. Japo watu wengi wanakuwa wanajiuliza kwamba kwa nini Wolper anasema au ni usanii wake tu, maana ni mtu wa kuigiza. Kusema kwamba upendi wanaume wanaotembea na mabegi. Hivi kwa nini uliamua kusema kauli kama ile? Ile tu ilikuwa ni hasira na wenyewe tushaelewana. Tuko sawa. Ilikuwa ni hasira. Tuko sawa. Yaani unajua kila mtu ana mtu wake anajua. Yaani yeye anajua mimi nikiwa na hasira zangu zinafika hapa. Mimi najua yeye akiwa na hasira zake zinafika hapa. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajuana. Na vitu vimeshapita. Okay. Kimaisha mmepiga hatua kubwa sana. The way tunaona muonekano nyumba yako. Hivi takriban kama shilingi ngapi ulitumia pale kwenye decoration tu ya nyumba? Decoration tu. Sijafanya bado decoration. Bado inahitaji sana hela ile nyumba. Kwa hiyo bado hatujafanya. Kwa kile? Tukimaliza kweli, tukimaliza tutaangalia sababu kila kitu tunaandika, tutasema. Kweli. Muonekano ule bado unasema bado mbona kufuru hizi? Yenye usiko nje tu. Nyewe mmeshaona mimi nimeonyesha ndani nyumba. Kwa nini utakuonyesha ndani? Hamna kitu ndani. Kaa chini. Tunalala chini bado. Vitanda vitanda ndio kwanza tumeweka vitanda cha watoto na kwetu bado.
vitu taratibu. Sisi tumekaa almost miaka 2 tuko tu. Unasema unalala chini kule pamoja na watoto, lakini sawa, lakini juzi kuna gari nimeona pia Rich Mitindo amepigiwa simu akisifiwa kwamba umevuta ndinga wewe. Sasa hivi tunapita unalala chini. Yaani kuna nini? Kwenye maisha kila mtu ana priority yake. Yaani kila mtu kuna kitu. Kwa mfano hivyo kama hivyo sisi hatutaki kukurupuka kwenye sijui furniture za kawaida. Tunataka furniture za maana. Kwa hiyo tusifanye taratibu. Hasa kuhusu gari na furniture ni vitu viwili tofauti. Kwa sasa utaacha kwenda kazini, utaacha kwenda kwenye vikao, kisa una furniture ndani. Lazima maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo ina maana kwamba unataka kuniambia kwamba yani wewe uko razi ulale chini lakini gari unalo? Mimi? Yani sio hivyo. Ni mikakati tu na mipango. Yani kuna mipango tu yani. Yani unaelewa ni mipango. Yani kila kitu mambo ni mipango. Sasa sina hata maongezi mengi kwenye hilo, lakini kila kitu ni mipango. Okay, labda kwenye kufunga mjadala wa furniture. Ni furniture za namna gani labda ambazo tutarajia Napenda mtiki, napenda mninga. Kwa hiyo atarajia hivyo vitu sana. Lexus ambazo luxury nitakuwa naweka labda vitu ambavyo kweli viko chini lakini quality nzuri. Hata kama sio expensive lakini kitu at least chenye muonekano tofauti. Kwani Wolper ni maisha kiwango gani ambacho ulikuwa umeandaa kwamba bana mimi kuna level fulani nikifika nataka nione la maisha design fulani? No guarantee kwa sababu mimi bado ni mpambanaji, bado naendelea kupambana na bado kuna watoto ambao wanatuangalia. Kwa hiyo huwezi kuanza kuwaza maisha makubwa na kati bado hujatengeneza vya watoto. Unajua bwana, sasa hivi ni lazima uwaze kutengenezea watoto. Haya mambo ya kusema kwamba sijui atakuja atajitafutia. Tunapewa nguvu for what bwana? Kama kuna watu walimesi huko zamani hawajatengenezea watoto wao maisha, uwezi na wewe kufanya umesi. Yaani ni lazima ujifunze kutokana na makosa. Kwa hiyo mimi Uchagani sisi kwetu tunatengenezwa maisha na wazazi. Mimi kiwanja shamba alilonipa babangu naweza nikasema kwamba nikae tu ni relax kwa sababu labda shamba ni kubwa. Umeelewa? Yaani wazazi wetu wamejiwekea wao kujinyima lakini sio watoto wao. Kwa hiyo babangu naweza kaishi maisha ya kawaida lakini watoto wake ametutengenezea maisha. Kwa hiyo na mimi najifunza kupitia wazazi wangu pia. Yeah. Bwana. Ina maana ulitengenezewa sana maisha Hatujatengenezewa sana lakini sisi Wachaga watu tunanunuliwa viamba. Kwa hiyo wazazi wetu sisi wametununulia viamba Moshi, wametununulia viamba Kibaha, wametununulia viamba Mlandizi. Kwa hiyo hivi hujawahi kukutanaga na watu wanashindwa kutofautisha kati ya Jack Wolper na Irene Uwoya? Wengi sana lakini zamani zaidi. Sasa hivi kidogo wanaelewa. Sasa ile ilikuwa inasababishwa na nini? Kwa sababu majina ni tofauti, mionekano ni tofauti. Kwa nini hivi? Sababu tulifanyaga movie moja hivi inaitwa Oprah. Na mimi nilikuwa napitia mgongo wa Irene. Yaani kwamba mimi nilikuwa naitwa pacha wa Uwoya. Kwa hiyo mimi nilikuwa na dandia ustawa wa Uwoya. Kwa hiyo niko nyuma ya Uwoya. Nilipokuja sasa kusimama mimi kama mimi ndo akawajua kutofautisha kwamba huyu Wolper, huyu Uwoya. Hivyo tu. Na kati ya tunajua tuko twin, tuna vitu tunafanana vingi. Kwa sababu wote ni Wachaga sio? Wote Wachaga, wote Wamasai. Mimi na Umasai, Irene na Umasai. Mimi na Uchaga hivyo. Hivi kati yako ya wewe na Irene, nani ambaye anakuwa the first kufanya shughuli za movie? Wolper. Yeye ndo alikuwa Uwoya, alafu mimi ndo nikawa yaani yeye ndo alikuwa star. Okay. Labda tuje kwenye kuchimba zaidi ili kuweka heshima zaidi. Family Tears na Oprah. Ipi ambayo ilikuwa ndo the first kutoka? Family Tears inaweza kuwa iliwahi Family Tears ile mimi na Kanumba. Hata kama iliwahi lakini Oprah ndo ilonipa jina. Yes. Oprah ndo ilonipa yani ndo yes. Najua Wolper alianza kuonekana kuanzia Red Valentine Day. Ni kweli lakini yani walinikuwa wanani match sana kule kwa Uwoya kwa sababu tayari Uwoya alikuwa ameshasogea. Kwa hiyo ilikuwa pacha wa Uwoya hivyo. Na hiyo ndio ikatengenezea kuwa na combination ya kuwa pamoja, mashirikiano. Yes, kufanana, kushirikiana hivyo. Sikuwahi kupata fursa ya kuzungumza na wewe unipe maoni yako. Kwenye ile episode yenu ambayo mlifanyia Zanzibar, by the way inafanya vizuri sana. Lakini sijajua ni kwa nini Wema hakushiriki pale.
Ilisababishwa na nini? Alikuwa yuko busy, alikuwa na kazi zake. Ubize ukiisha ataonekana kama bado atakuwa hayuko busy. Yeah. Lakini vipi sasa muendelezo wa zile episode? Maana watu wanasifia sana. Tunaendelea. Tutegemea kumleta mtu mwingine sana ambaye labda wengi tu. Sio mmoja wala sio wawili. Na ndio maana tukaitoa ile B6 tukaweka A-list ili tuweze kufanya vitu vyote. Moja kitu ambacho kimebaki identity kubwa sana kwa watu kwamba Wolper ni miongoni mwa mastaa ambao walikuwa wanatumia gharama nyingi sana. Na so far umetuambia mambo mengi sana ya kimaisha hapa. Mimi nataka kuniambie hawa ambao wanaamini hivi vitu unawaambiaje? Gharama nyingi kwenye nini? Mimi mbona ni mbaili sana. Kweli? Yes. Mimi ni mbaili sana. Mimi ni mtu ambaye nikisema nafanya kitu fulani na ninajiwekea miaka 2 nitakifanya. Kwa hiyo mimi ni baili sana. Nikiamua sivai nywele mpya sivai, nikiamua sinunui gari mpya sinunui, nikiamua sifanyi sijui mbwembwe zozote sifanyi, na base kwenye kitu kimoja na nakifanya. Yeah. Unawaambiaje watu ambao ni wabaili? Sasa unawafundishaje hapo? Na ubaili ndio maisha. Lakini usijinyime, fanya kazi, jua na wewe kujipa raha, jua kujiridhisha, jua kujipa life ish. Tafuta pesa ish. Yeah. Wolper, tuje kwenye swala la kutoboa kwenye masuala ya kibiashara. Unatajwa sana kama mmoja mfano bora sana. Pengine ni ubaili wako ambao unataja hapo unafanya kwa hivyo? Hapana, mimi nimefanya biashara nyingi. Nimeanza na sales and marketing, nilikuwa naajiriwa, nilikuwa naenda kuchukua mali kauli, natembeza Kariakoo, natembeza maofisini kwa watu. Nimetoka pale, nimefanya saluni, nimefanya stationery. Nimetoka hapo, nilivyoanza kujipatapata nikaenda China kwenda kuchukua mzigo wa nguo za Redmade. Nimetoka hapo, nimeanza kushona, nimeanza vitenge. Kwa hiyo nimefanya vitu vingi, sija kurupuka tu kwamba eti nimetoboa, nimeamka tu nikasema naingia kwenye biashara. Nimefanya biashara nyingi na nyingi nimefeli. Kama vitambaa, nilirudisha vitambaa karibu mzigo wa milioni 40 nyumbani. Nikawa nashona. Sasa watu wananiona navaa nguo za kushona tu, kumbe ni nguo zile vitambaa na vionea uchungu na shona tu. Haya, vitenge pia vilirudi. Nguo zile nzoenda kununua South Africa pia ziko ingine paka leo. Kwa hiyo katika biashara nimepuyanga na nimepata hasara sana, lakini sijachoka. Nilikuwa nakaa, nalia, najanyanyuka tena, naendelea. Nakaa chini, nalia, nanyanyuka tena, naendelea. Yeah, wanaonijua, wanaonifuatilia walikuwa wanaona na walikuwa wanaona the way biashara ninazozifanya. Okay, Wolper, moja kitu ambacho huwa najifunza sana kutoka kwako na watu wengi wanakusifia ni the way ambavyo unavyoishi na master wenzako. Yeah. Lakini pia hata Kajala pia anatajwa kwamba naye ni hivyo hivyo. Nataka kujua iliwezekana vipi mkawa mna combination ya ukaribu sana wewe na Kajala? Mimi Kajala ni rafiki yangu miaka mingi sana kabla hata ya hayo mapenzi. Sisi ni marafiki wa siku nyingi sana. Yaani marafiki wa hivi. Kwa hiyo combination yetu ni kubwa. Yeah, na haiwezi kukatika tukirahisi. Yeah. Labda before kabla hatujaenda mbali kwa sababu wewe ni star, lakini pia watu kama Nyoga mna story mbalimbali. Ulishakuwa na ukaribu na Harmonize miaka nyuma kidogo. Lakini pia tulikuwa kwenye mambo mengi sana kushiriki na kumpa kampani na tunaamini una mchango mkubwa sana kwenye muziki wake. So far mkawa mko mbali. Hata kama mnawasiliana lakini hatujui, lakini by the way ni kwamba sasa hivi kila mtu anafanya mambo yake. Lakini sasa hivi Kajala ndio yuko naye. Wana ukaribu sana. Hiyo haikukati labda maybe mkikutana Kajala? Na jamani, kwa nini? Kawaida. Mbona ni kawaida? Wote washikaji tuko sawa tu. Ni kile ambacho wametengana vipi? Kajala alikuwa anakuambia bana ni huyu anazungumza. Tunaongea na ananihadisia na ninamshauri. Kwa ni kawaida. Mshauri kabisa. Wambea ndo mnapata tabu. Sisi tuko sawa.